Sana. Kwa majina yangu naitwa Jackson Gideon Kiswaga, mbunge wa jimbo la Kalenga Iringa, lakini hapa bungeni ndio mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira. Tulipokea maelekezo ya Mheshimiwa Spika kwamba tujadili na pengine kuridhia azimio la bunge linalohusu Tanzania kujiunga na shirika la maendeleo ya kijani duniani ambalo lilianzishwa mwaka 2012 katika mkutano wa Brazil, Rio de Janeiro, ambapo mpaka sasa tangu azimio hilo litolewe kuna nchi karibu 55 duniani zimeshajiunga, na kwa Afrika tayari kuna nchi karibu 11 ambazo zimejiunga na kuna nchi nyingine 15 pamoja na Tanzania ambazo ziko kwenye mpango wa kwenda kujiunga na hili shirika la maendeleo ya kijani duniani. Leo kwa maelekezo ya Spika tuliwaita wadau wa mazingira na wataalamu wa mazingira ili waje watoe maoni yao mbalimbali baada ya wizara yetu ya mazingira kuwasilisha. Kwa kweli tumepokea maoni mazuri sana kutoka kwa vyama mbalimbali vya wataalamu wa mazingira duniani, na maoni yao ambayo tumeyapokea leo yatatusaidia kuimarisha mjadala wetu na baadaye tufikie tamati ya kukubali au kutokukubali azimio hili liweze kupitishwa na bunge. Asante sana. Labda endapo kama litakubaliwa. Ndio. Je, Tanzania itanufaika na mambo gani? Asante sana. Kama nchi ya Tanzania itaridhia azimio hili litakwenda kunufaika kwanza kuongeza ujuzi, kuongeza utaalamu, lakini pia itakuwa sisi pia ni rahisi mashirika yetu yaliyoko ndani kupata ithibati mbalimbali za kimataifa, hasa katika mashirika yale na makampuni na mashirika yanayohusiana na masuala ya mazingira. Mara nyingi tumekuwa tukipata changamoto kubwa kama nchi hasa ya kutengeneza maandiko ambayo yanakubalika ya kitaalamu kimataifa ili kupata na kuvutia fedha zile zilizoko katika mifuko mikubwa ya kimataifa ya mazingira. Kwa hiyo Tanzania imekuwa sio mnufaika mkubwa sana. Kwa hiyo endapo tutakwenda kuridhia, basi Tanzania itakwenda kunufaika moja kwa moja, hasa utaalamu katika maeneo mbalimbali ya kuandaa miradi ya mazingira, lakini na kujiunga kwa haraka na taasisi nyingine za kimataifa ambazo zinashughulikia masuala ya mazingira. Kwa hiyo naona ni jambo zuri, lakini tunaachia wajumbe waendelee kulitafakari na baadaye tutafika kufanya maamuzi.